Huduma ya ultrasound kwa wanawake wajawazito bado ni changamoto kubwa katika maeneo mengi ya vijijini nchini Tanzania, ambapo umbali mrefu wa kufuata huduma pamoja na gharama za vipimo huwazuia wengi kupata huduma hiyo muhimu kwa wakati. Hali hii huongeza hatari ya kuchelewa kugundua matatizo ya ujauzito, kuhatarisha afya ya mama na mtoto. Katika mazingira haya yenye changamoto, mradi wa safari unaotekelezwa na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kwa ufadhili wa Gates Foundation kwa kushirikiana na Liverpool School of Tropical Medicine chini ya usimamizi wa Wizara ya Afya unakuja kama mwanga mpya wa matumaini. Akizungumza wakati wa mafunzo yaliyofanyika kuanzia tarehe 30 Machi hadi tarehe 1 Aprili 2026 katika ukumbi wa mikutano uliopo katika Ndaki ya Biashara na Uchumi, mratibu mkuu wa mradi Profesa Charles Ame amesema mradi huo wa miezi 18 unalenga kufikia vituo vya afya 32. Amebainisha kuwa watoa huduma watapatiwa mafunzo maalum pamoja na vifaa vya kisasa vinavyotumia teknolojia ya AI, yaani akili unde, vitakavyorahisisha na kuongeza usahihi wa uchunguzi wa ultrasound hata kwa wasiokuwa na utaalamu wa juu. This project will go on for at least 18 months, and this project also helps us to contribute to spearhead the development of the national guidelines for point of care ultrasound. This will create the framework for providing this type of service within the health system. We hope that we will be able to generate data on the feasibility of incorporating this AI-assisted ultrasound into primary care in Tanzania, and it forms a blueprint for scale-up to the entire country. Washiriki wa mafunzo hayo wameonyesha kufurahishwa na ujio wa teknolojia hiyo mpya. Wamesema itaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kusaidia kuwafikia wananchi wengi zaidi, hasa waliopo maeneo ya vijijini. Ujio wa mradi huu tunaufurahia sana kwa sababu kama mtaalamu na mhadhiri, utafiti ni moja ya kazi yetu, lakini pia kama mbobezi mama na mtoto, miongozo natutaka mama achekiwe ultrasound kila baada ya miezi 3 ya kipindi cha ujauzito, lakini tunaamini kuna sehemu ambazo hawawezi kupata hizi huduma. Kwa hiyo ujio wa hizi AI ultrasound utamsaidia mama kupata hii huduma ya kuweza kuchekiwa ultrasound, na kama atakuwa na shida yoyote awali atapewa rufaa ili kwenda kupata uangalizi wa karibu. Kwa kweli ni kitu kizuri, na pia teknolojia siku hizi inakuwa. Kwa hiyo tunaipokea kwa mikono miwili na tunaamini itaenda kusaidia Tanzania kuweza kupata hii huduma ya ultrasound. Baada ya kusafiri kwenda umbali mrefu kuipata, sasa huduma inawafuata wao. Tumejifunza jinsi ya kuboresha questionnaire data collecting tools, lakini pia tumejifunza jinsi ya kuingiza hiyo questionnaire kwenye software ya kukusanyia data, kwa sababu tunatarajia kuwa na data nyingi sana kwenye mradi huu ili tusiweze kuacha data yoyote. Software hii itatusaidia sana kuweza kuhifadhi hizo data vizuri na kukusanya data zetu kwa urahisi sana. Mradi huu pia unaonyesha jinsi UDOM inavyoendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia duniani kwa kutumia AI kutatua changamoto halisi za jamii. Kuanzishwa kwa mfumo huu mpya wa ultrasound kunatarajia kupunguza gharama, kuboresha upatikanaji wa huduma na kusaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.